amekupita uwezo wa kifedha. Mimi kuna kipindi kwa nasema Mo hana lolote, wakati mimi Mo yani hata kuwa mfagiaji wake siwezi. Umeelewa? Lakini kwa sababu mambo yake mpira na yeye sio kwamba alikuwa anashindwa. Alikuwa anaweza kusema nimchukue Meja nimuingize ndani. Lakini yeye sio kwenye familia ya mpira, anaweza kusema ni mambo ya mpira. Kwa hiyo tunapokuza kwenye mpira, tukae kwenye mpira. Mheshimiwa mkuu wa mkoa yeye pengine alikuwa anataka ajulikane yeye ni nani. Umeelewa? Labda aliamua kutumia tu cheo chake kwa ajili ya pengine ya kumfanyia mahojiano na kumweka kizuizini Alikamwe, lakini kwenye masuala ya football hajautendea haki mpira, kwa sababu kama unataka heshima, unataka nidhamu yako, unataka status yako ibaki, usiingie kwenye football. Huko football unaona Karia juzi kati kuna mtu anaitwa Mohamed yule Dr. Mo alimsema vibaya, wakati Mo ukimpima na Karia hawafanani. Umeelewa? Yani alimtolea shutuma nzito kweli kweli. Ni kwamba unapokuwa kwenye mpira kuna wakati mwingine unaweza ukawa umepaniki, unaweza ukawa uko frustration, yani una frustration, umeelewa? Kwa hiyo mimi siwezi kumlaumu Alikamwe alichokifanya. Yeye alikuwa kwenye nafasi yake ya kuchagiza, na sio kwamba alikuwa hamheshimu, alikuwa kwenye kuchagiza ili kuleta ladha kwa kwenye. Kuna lugha fulani kwenye football inatakiwa. Wakati mwingine unamsherehesha, wakati mwingine unamkoga mtu hivi, unamtengenezea mazingira hivi madi kuleta ladha, lakini hakuwa na maana kwamba Alikamwe alikuwa anamdharau kiongozi au alikuwa mheshimu. Hapana, alikuwa kwenye majukumu yake anatekeleza kama football. Huyu kiongozi alihisi kama pengine labda amedharau, lakini mimi pia siamini kama kiongozi kama mkuu wa mkoa ndio amemweka kizuizini. Mimi ninachokiamini ni wale watu ambao tunaita chawa. Hii kauli alishawahi kuitolea Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Anasemaje? Ukinikorofisha mimi sishughuliki na wewe. Chawa wangu ndio atakao dini na wewe. Kwa hiyo mimi naamini chawa wa mheshimiwa ndio wameshughulika na Alikamwe na sio mheshimiwa. Baada ya mechi kuisha walikumbatiana, ikaonekana kama amemaliza, lakini wale chawa wakaona haiwezekani. Mheshimiwa kwa tafsiri yao waliona kama pengine amekashifiwa kufanya hivyo, lakini mimi siamini kama mheshimiwa angeweza kufanya tukio kama hilo. Lakini kwa upande wenu mlikuwa mnalichukuliaje hili swala? Swala tunalichukulia ni kama waliomchukua wakamweka kizuizini walikuwa wafahamu kwamba mpira una serikali yake, ndio iko. Siamini kama kuna chuki nje hapo, lakini ninachokiamini kwamba hawakututendea haki sisi wanachama na mashabiki wa Yanga, na ndio maana waliokuwa kule walisubiria mpaka Alikamwe ametolewa ndio akaanza safari. Manake sisi wote Tanzania nzima, unajua ile ilikuwa limezima tukio la Simba kufungwa. Yes, tukio la Alikamwe lilikuwa kubwa kuliko Simba kufungwa. Wakati tukio la Simba kufungwa kule lilikuwa ni kubwa sana. Umeona mtu wa Alikamwe alivyokuwa mkubwa sana kwenye nchi. Umeelewa? Yaani Alikamwe alizima tukio la wale kufungwa kule. Na imewasaidia sana nguvu mbili. Yes. Yaani nguvu mbili wamefurahia baada ya kuona Alikamwe ametiwa kizuizini. Wao wakawa na speed ile neno kwa nguvu na wanaliposti sana ili tukio lao la kufungwa goli mbili limezima, na kweli lilizima. Alikamwe ni mtu mkubwa, na ndio maana umeona tukio lao la kufungwa kule limezima machungu yao. Bwana, tuzungumzie ushindi ambao umeupata magoli 3 dhidi ya Tabora United. Ni haki mnachokizungumza kwamba kisasi kimelipwa? Sio tu kisasi, mechi ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa ngumu kwa sisi tulikuwa Dar es Salaam, tulikuwa tunaona kawaida, lakini nilikuwa nazungumza na Nasoro, akaniambia namna ambavyo mechi ilikuwa ngumu na namna walivyoingia pale, ugumu waliopata. Mechi ilikuwa ngumu sana, na ugumu kwa sababu gani? Ni timu ndogo iliyoifunga timu kubwa. Kwa hiyo Yanga tulitakiwa tuingie kiumakini, tusiete dharau. Umeelewa? Kwa hiyo tukaingia kweli kiukubwa, mwisho tukashinda. Ukiona mechi imeisha vile, watu wamepambana. Watu wamepambana sana. Wamepambana kuanzia nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Umeelewa? Kwa hiyo mechi ilikuwa ngumu kwa sababu katika ligi hii sisi tumefungwa na timu mbili tu. Tumefungwa na Tabora, tumefungwa na Azam. Na katika ligi hii ni mechi hizo ndizo zitakazozunguka. Hiyo ya kwanza tumeimaliza, ya pili dhidi ya Azam nayo itakuwa ngumu kwa sababu hawa ni watu ambao wametufunga. Kwa hiyo tutaenda kwa tahadhari kubwa kuliko timu nyingine zozote ambazo tunashiriki nazo kwenye hili. Pengine labda mnaona kisasi mnaweza kwenda kukilipa tena dhidi ya Azam, au tutarajie kuna msemo mwingine mtakao kuja nao tofauti na huu? Kwa maana Alikamwe alizungumza na kusema ya kwamba kisasi kimeisha. Kumbe Young Africans alikuwa na kisasi dhidi ya Tabora United. Kwa Azam mtakuja na msemo wa namna gani? Kisasi au fedhea? Kisasi kwa maana ya hasira. Yaani hatukumaanisha kisasi kwa maana labda ya ubaya. Kwa maana ya hasira kwamba hawa watu walishatufunga tukiwa nyumbani kwetu goli 3-1, kwa hiyo tukalipe. Tumeenda kuwapiga goli 3 bila. Kwa hiyo hata Azam
ili kuweza kulipa kisasi, manake huwezi ukawafunga goli moja ukasema umelipa kisasi, manake uwafunge moja yaani wafunge 2, 3 na kuendelea. Na hilo naliona kwa sababu kwa Yanga namna ambavyo inacheza ikihitaji jambo lake na wachezaji wakaamka vizuri, hakuna timu kwa Tanzania hapa inaweza kuizuia Yanga isifanye jambo lolote. Sasa Simba ashakufa mechi iliyopita. Kapa anasema kwamba eti nimejifunga. Yaani nakwambiaje, kwa hizi timu ziko kwa Tanzania, yaani wachezaji wa Yanga waamke vizuri. Umeelewa? Hakuna timu ambayo inaweza ikaizuia. Simba wamewaita mmekimbia. Sisi hatujakimbia, wao ndio wamekimbia, na kwa kile nilichokiona juzi walipofunga goli 2 nilijua kwa sababu gani waliamua kuto kuingiza timu. Yes. Uliona nini? Niliona beki zao jinsi zinavyovuja. Beki zinavuja, golikipa anapigiwa mpira Mbagala mpaka Kariakoo mpira goli. Sasa fikiria pale Stefan Aziz Ki angekuepo. Na ile shuti la kawaida. Ile sio shuti la Aziz Ki bwana. Ile Aziz Ki kwani? Hata Aziz Ki apige kama vile inakuwaje? Yaani mpira wa mbali bila kudunda unajua. Kwani Aziz Ki aje kudundisha mpira? Bwana, nataka nihame yengo tuzungumzie kufungwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, watani wenu. Mmelichukuliaje hili kwanza katika michuano ya kombe la shirikisho kwa wawakilishi waliobakia katika ardhi ya Tanzania kwa maana ya Simba Sports Club, lakini pia vile vile mnawaona wekundu hao wa Msimbazi Simba kutoboa kuelekea katika hatua inayofuata nikiwa na maana ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika? Ile tukio kwa mfano lingekuwa limetokea leo Ijumaa, maana yake ningekuwa ndo na kula nini wanaita biriani. Lakini kwa sababu ile mechi imechezwa juzi, nimeahidiwa biriani leo kwa sababu ya hizi siku 2 3 za biriani mara nyingi inakuwa ni Ijumaa. Kwa hiyo leo nimealikwa biriani, tena kula biriani safi sana nikiwa na furaha iliyoje. Na ninachokizungumza ni kwamba wale wamecheza kule wakati sisi hatuko. Yaani hatujafanya nujumu yoyote. Sikilize bwana, hatujafanya nujumu yoyote. Wale wamecheza kule wakiwa peke yao. Sasa wanakaporudi mpaka muuliza swali, unawaona kupita? Siwaoni kwenda nusu finali kwa sababu cha kwanza robo finali hawa nguvu mbili wameisomea VETA. Yaani wana cheti kabisa cha ithibati, yaani wamesomea sasa VETA, wana cheti chao cha robo finali. Kwa hiyo hawezi kupita kwa maana ya ubora wao ni mdogo. Hapo cha pili, mechi ya huku sisi kama Yanga, umeelewa, tutawakirimu Al-Masry, tutawakaribisha vizuri, tutaonyesha uwanja wa mazoezi, tutawaelekeza namna gani unaweza kuingia uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa kifupi, tangu ile mechi imeisha, tushajenga urafiki nao, tuko pamoja nao, tunawasapoti na tunawakubali. Kwa hiyo tutajumuika wengi sana. Ukisikia hizo tiketi sisi elfu ngapi wanazosema kama sold out, sisi tu hawana undugu hizo. Ukisikia sold out, nisikiliza, sisi Al-Masry, yani ukisikia sold out, tulia. Ukisikiza sold out, umeelewa? Manake katika lonezo tiketi na sisi tukienda pale kuchagiza vizuri ili anapotolewa pale tucheke vizuri. Unajua anayecheka mwisho ndio anacheka vizuri. Wao si walicheka tulipotolewa na Yosef Maja. Anayecheka mwisho ndio anacheka vizuri. Vipi pengine akifuzu kuelekea hatua ya nusu finali? Akifuzu kama sisi hatupo au kama sisi hatujatia mkono. Hivi wewe tupige kurujuani, tuweke nujum, ubani maiti, ubani mashtaka. Anatoka wapi bwana? Kuna hatujafanya lolote kule. Hatujafanya wote wamepigwa 2. Sasa hapa alafu wale yani timu za kutoka Misri katika kitu ambacho wanaweza vizuri ni kuweza kucheza, yani ku defense. Wenyewe wazungu wanasema low block, ndio wanaweza sana. Afu akifanya kwa unajua ile goli la pili ile counter attack, yani nguvu mbili wote walienda, ikapigwa counter attack chuma ya pili na walikuwa wafe 3, lakini ndio hivyo tena, kwa sababu hakuna namna, wakabidi wafe chuma 2. Kwa atakachokuja huko, hiki kilishai kutokea mwaka 2024 kama sijakosea, walikuja hapa nadhani ikawa 2-2, alafu kule wakaenda ikawa bila 18 2018 sawa 2018 hapa ikawa 2-2 kule Masri bila, hapa 2-2 hapa 2-2 kule bila nguvu mbili wakatoka. Kwa Al-Masry wanawajua vizuri nguvu mbili kuliko nguvu mbili wanawajua. Pengine ikatokea mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza Simba amesharudisha goli 2, alafu ndo mko uwanjani, mtatoka sasa. Hawezi kuzipata hizo goli kwa sababu sisi tutakuwepo. Wanaweza vipi? Yani sisi tupo, wao wanakuambia wanavuka nyumbani bwana. Kwa tarehe 9 mbali na hizi maiki zipo na wewe utanitafuta tena, utaniuliza tena. Nakwambiaje, kama litatokea hilo, labda sisi tuamue kusema bwana tulete uzalendo, lakini kama tutaleta uzalendo kwanza pamoja, sisi hatutaleta uzalendo tu, wale jamaa uwezo wanao kulingana, kwa sababu ujue juzi zilikutana timu mbovu, lakini sikiliza, zilikutana timu mbovu zote, lakini timu mbovu zaidi ndio ambayo ilifungwa.
Juzi Almasi hata ungekutanisha na Kelgodi. Almasi walikuwa yani Kelgodi walikuwa wanafanya walipocheza. Sisemi kwamba ni wabovu jumla, lakini kwa mechi ilivyocheza juzi, usikiliza kwenye michuano ya Champions League na shirikisho kupata nafasi 6, 7 mpaka 10 kwenye mechi moja ni kazi sana, lakini ile mechi yani hawa nguvu mbili walitengeneza nafasi nyingi, Almasi walitengeneza nafasi nyingi. Maana yake ni kwamba hizi timu zote zilikuwa dhaifu kwa siku husika. Nini kifanyike Simba kufuzu? Mimi sitaki hata wafuzu waende wapi sasa? Wafuzu waende, sio umesikia? Unajua hii inaitwaje? Inaitwa kisununu. Unajua kisununu? Kisununu unajua imezidi ubaya ubora, imezidi ile mbaya. Kisununu ni ndio ile ya korosho. Unajua korosho ilivyo? Ndio maana yake. Yaani imekunja hivi. Ndio ambayo sisi wana Yanga tuko nayo. Kisununu. Kwa hiyo nyinyi hamtaki wafuzu ila mnataka mcheze dadi. Dadi pia tutaki kucheza. Tuchezaje? Haiwezi katika msimu mmoja ukacheza mechi 3. Si mechi ile tushaimaliza. Maana tunachohitaji sasa ni pointi 3 ambazo tushapeleka kesi yetu kasi. Na sikiliza. Na hapo kwenye kasi kama hujataka kwenda mbali. Hem, zungumza hapo na. Nasemaje? Young Africans Sports Club inakwenda kufanya revolution ya mpira wa Bongo, kwa sababu sisi tulikuwa tunaendesha mpira kwa kuoneana huruma, kwa kujuana, na ndio maana unakuta kuna timu zinacheza saa 9, sisi Yanga na Simba hatuchezi saa 9. Kwa hiyo tunakwenda kufanya revolution, tumeipeleka kesi kule ili sasa tutakaporudi hapa tuheshimiane. Kwa hiyo nyinyi mnakubali kucheza hata saa 8? Tuko radhi, sio kucheza saa 8. Tuko radhi hata kushushwa, na tushakubaliana wenye vitu wa matawi wote tumekubaliana, ikionekana sisi Yanga timu ya wananchi tuna makosa, tushushwe daraja ili kulitengeneza ile jambo. Unajua unapotaka kutengeneza hata barabara lazima uvunje pengine nyumba za watu, usababishe foleni. Kwa hiyo Young Africa kupitia kwa rais wetu engineer Hersi Said, umeelewa, tunakwenda kutengeneza mpira wa Bongo ambao vizazi vyetu vya baadaye, umeelewa, vizazi vyetu vya baadaye vitakuja kufurahia hiki tunachokitengeneza. Kwa sasa hivi mpira utaendeshwa kulingana na kanuni na taratibu ambazo tumejiwekea. Bwana, mimi nataka nimalize kwa hili. Taarifa ambayo ilotoka jana saa 4 usiku kutoka CAS ni kuiomba shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kuwaomba Young Africans warejee moja kwa moja, kwa maana ushahidi uliotolewa na Young Africans bado haujajitosheleza na hauna ushahidi wa kutosha. Hivyo Young Africans wakawalazimu CAS warudi kwa TFF kupangwa kwa shirikisho la mpira wa miguu mechi namba 184 kati ya Yanga dhidi ya Simba. Hiyo taarifa wewe umeichukulia kama tetesi, na bado tuache kama tetesi. Itakapokuja rasmi mimi nitaweza kuiongelea, lakini kwa sababu ni tetesi, acha ikae kama tetesi, kwa sababu sisi tulipoenda kule si kwamba tulikuwa tunataka tupendelewe, tulikuwa tunahitaji haki tendeke. Unapopeleka mahakamani, unajua walichokifanya Nguvu Mbili walikosea. Wamepeleka shtaka kwamba tumezuiliwa kufanya mazoezi, alafu wao wana hukumu. Yaani nisikie vizuri. Tumepeleka mashtaka kwamba tumezuiliwa kucheza, alafu tunasema kwamba hatuchezi. Maana unapopeleka mashtaka unasubiria hakimu atoe hukumu. Sasa wao wakatoa hukumu, sisi hatujatoa hukumu. Tumepeleka mashtaka CAS. Kama wameturudisha hapa, maana yake itakuwa haki ambayo tumeenda kuiomba limetendeka. Sisi Yanga hatujapeleka kule mashtaka ili tupendelewe. Unaelewa? Wao wanachokidai ni uthibitisho, yani ushahidi haujajitosheleza bado. Kama hujajitosheleza basi sisi tunarudi hapa. Mmerudishwa hapa. Kama tunarudishwa hapa, tuangalie hapa sisi hatujapeleka kule ili watupendelee. Na ndio maana nyinyi mlepeleka kule, sheria ifuate. Sheria ifuate. Kama ndio wale CAS wameturudisha hapa, maana yake si ndio? Ili merudi hapa, hapa itaonekana itakapotokea. Sisi hatujaenda kule ili tupendelewe. Unaelewa? Hatujapeleka mashtaka ili tupendelewe. Tumepeleka mashtaka ili haki itendeke. Kesho na kesho kutwa wanaosimamia mpira wasimamie mpira kulingana na taratibu na kanuni tulizojiwekea. Ndio Yanga tumepeleka mashtaka hiyo. Kwa hiyo kwa mujibu wa CAS, kama wamerudisha taarifa hapa, nyinyi mko tayari kucheza boli? Sio kucheza boli, tuko tayari hata kama tuna makosa tushushwe daraja. Sio tu kucheza boli. Sisi hatukiuki kanuni, lakini tulichokuwa tunakitaka ni haki itendeke, ambayo hii haki kwenye vilabu vingine vyote ukiacha sisi, maana yake kesho na kesho kutwa hata yule anayepanga ratiba atazingatia kwamba kama unampa nafasi Yanga, unampa nafasi Simba, basi na hivi vilabu vingine. Kwa nini uweke double standard? Tumekwenda kufanya jambo kubwa ambalo kwa macho ya kawaida
wewe kama shabiki au mpenzi wa mpira unaweza usione, lakini baadaye lina faida kubwa sana kwenye soka letu. Wao Simba wanawataka wacheze, yaani mechi walipoirudisha hapa kasi, Simba hawataki nyinyi mshuke daraja. Simba wanachokitaka, taarifa kutoka kasi ni nyinyi mshuke katika dimba la Benjamin Mkapa mcheze mechi, ndiyo taarifa kutoka kasi. Wameirudisha mechi, wameirudisha TFF wakiolea ya kwamba bado hii ngoma haijajitosheleza ushahidi ambao mmepeleka, hivyo kuiomba TFF iweze kuamua, kwa sababu wenyewe ndio shirikisho la mpira linatokea wapi? Tanzania. Nyinyi kama Young Africans mko tayari kuichukua klabu ya Young Africans na kuitua katika dimba la Benjamin Mkapa kucheza dhidi ya Simba? Hali kauli yenu ya mara ya kwanza mlishasema mechi namba 184 hamchezi. Sasa kwa mujibu wa kasi wamerudisha hapa, mtacheza hamchezi? Umesikia? Ukiangalia ile barua ya kesi, pengine labda hujaisoma, wameshtakiwa watu watatu. Wa kwanza ameshtakiwa TFF, ameshtakiwa bodi ya ligi, alafu ameshtakiwa nguvu mbili. Siko unaelewa? Sasa kwa nini katika kesi tatu ije jibu ya kesi moja? Kwa sababu kesi unaizungumzia wewe ni kwamba ya kucheza mechi tu. Wewe unajua mashtaka ambayo Yanga sisi tumeyapeleka dhidi ya TFF au tumeyapeleka dhidi ya bodi ya ligi au dhidi ya nguvu mbili? Kila kimoja kinakuja kwa wakati wake. Sasa wewe umetoa jibu, ni jibu moja. Ndio maana sasa wako kwa mimi naichukulia kama tetesi, acha tuishi nayo kama tetesi. Ungenipa majibu ya au ungeniambia kwamba sisi Yanga tumekwenda kulalamika nini? Mpaka sasa sio wewe, sio mimi, wanajua ni viongozi wa juu wa Yanga pamoja na wale kasi kwamba malalamiko gani yaliyopelekwa kule. Wewe na mimi hatujui kwamba yani Yanga kama Yanga tumepeleka, kwa sababu kesi ni tatu, si kesi moja. Yaani hapo kwa TFF mmeenda kuwashtaki TFF, tumewashtaki bodi ya ligi na hao waliokimbia wakimbizi tumewashtaki. Sio kama unaelewa vizuri. Sasa kwa nini jibu lije kwamba eti sisi tumerudishiwa swala huku tucheze mechi? Hilo swala mimi si yapi kama nyinyi kauli yenu ni ile ile ya mchezo. Si kwamba hatuchezi kwa kuwaogopa. Hatuchezi mpaka bodi ya ligi ingooke, kwa sababu imeshindwa kusimamia mpira. Yaani sio kutokucheza kwa sababu tunaogopa. Sasa sisi tunaogopa. Unajua mtu ambaye tumemfunga mara 4 mfululizo unamwogopaje? Umeona mpira aliopiga dhidi ya Al Masry? Sikiliza. Kuna mchezaji wa dunia ndani wenyewe anakuambiaje walichokuwa wakikifanya, walikuwa wanapiga ile gusa achia twende. Kuna mchezaji wa dunia anaitwa Pele, alisema mpira ni magoli. Huwezi ukawa umecheza mpira sana alafu umefungwa alafu kajisifu, kwa sababu mwisho wa siku mechi kisha watu wanauliza ngapi. Sasa wewe kama nguvu mbili walicheza mpira alafu mwisho wa siku wamepigwa mbili bila, je, siku ambayo hawajacheza mpira watafungwa ngapi? Yaani pale ndio wamecheza mpira sana, wameposesi sana, wamepiga gusa achia mwandishi, wamepiga gusa achia twende kwao, wamekula 2. Siku ambayo hawatacheza hiyo gusa achia watapigwa ngapi? Kumbe ilikuwa inaoga ile neno. Kwani si noge? Sikiliza, Yanga, unajua Yanga unapoizungumzia uizungumzie kwa nidhamu. Umeelewa? Yanga ni klabu kubwa. Yanga ni taasisi kubwa. Umeelewa? Na wafanye vitu kwa kubahatisha. Wanapokuambia wamejizatiti kweli. Na ndio maana hili swala wa kwanza kushtaki hili swala alitakiwa huyu mkimbizi ndo akashtaki, kwa sababu yeye ndo amezuiliwa. Angalia Yanga walivyokuwa kwa makini. Yeye kazuiliwa kufanya mazoezi kwenye uwanja kwa mujibu wa maelezo yake. Yeye alitakiwa ndo apeleke kesi wapi? Kasi. Lakini yeye karidhika. Yes, kawapatia kwenye mpira kwa. Ameridhika baada, kwa sababu yeye madai yake si ni kuto kucheza mechi. Barua yake ameandikaje kwamba kulingana na vurugu zilizofanywa basi siwezi kuleta timu. Maana yeye katoa kesi na katoa hukumu. Yaani ile hukumu yake imemtosha. Lakini sisi Yanga tukasema twende kule. Na sikiliza, hizi ni tetesi. Kesi mpaka sasa bado haijapangwa tarehe ya kusomwa. Umeelewa? Watu wote sisi tupo tunasikilizia kwamba itapangwa lini na itasomwaje. Kwa hiyo hizi mlizozisikia ni kwa sababu hawana furaha. Wamefungwa kule, sisi tumeshinda. Walivyoona Alikamwe wamekamatwa wakaposti sana ili kujifurahisha. Lakini kiukweli simanzi yao ya kufunga goli 2 bado iko pale pale. Bwana, nataka nimalize na hili na niweke nukta kwako. Kiufupi tu, aliyemwombea Dube anafanya vizuri kwa hivi sasa. Alisema anaiona timu moja kufika mbali sana katika michuano ya kimataifa. Wewe unaamini Simba ataishia hapa kama Lihali alimwombea Dube na anafunga sasa hivi? Kama ulisikiza vizuri maneno yangu nakwambiaje? Hawa nguvu mbili
hii robo finali wameisomea VETA, wana cheti cha robo finali. Nimerudi tu hapa na kuuliza, nimekwambia ni waone vipi wakati wenyewe ndio wamejipangia hapo. Yaani hata maisha unajipanga malengo yako, yaani unajipangia malengo yangu ya kuombaomba, utaendelea kuombaomba. Kwa mfano kama ndugu zako ambao mpaka jamaa yako amekasirika wenzako na Misri, ni kuombaomba tu, umeelewa? Yaani ukishazoea kuombaomba maisha yako yanakuwa hivyo, kuombaomba kiasi. Bwana ndugu yako bwana hajaenda Misri na inaonekana kama kwenye hamasa kule hayupo. Amenuna Kisugu, amenuna kwa sababu ile taarifa ilikuwaje? Ile taarifa ilikuwa inataka yani wanachama wenye mvuto, umeelewa, 6 waende, wamake waliitwa na huyu nani Dewji, huyu Azim aliwaita watu 6 kuwachagua. Sasa kwenye kuchagua ndio akachaguliwa Pasi Milioni, akachaguliwa Mzalamu, akachaguliwa na yule mzee wa sauti. Kisugu akanuna kwamba Kisugu yeye anavyojiona na kwenye tasnia, yani yeye ana jina kuliko wao wengine. Sasa kwa nini waende wao? Yeye unajua kanuna kabisa, kasusa, na ndio maana hajaenda. Kasusa Bwana nikushukuru sana, amesusa jamaa. Asante.